Rais wa Marekani Donald John Trump amesema meli 3 za kijeshi za Marekani zimepita kwa mafanikio katika mlango wa Hormuz huku zikishambuliwa na vikosi vya Iran, huku akidai kwa mashambulizi ya kujibu kutoka Marekani yamesababisha uharibifu mkubwa kwa upande wa Iran na kuongeza mvutano mpya katika eneo la Mashariki ya Kati. Kauli hiyo imekuja katika kipindi ambacho hali ya usalama katika eneo la Ghuba ya Uajemi imeendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran yaliyokuwa yamepunguza kiwango cha mapigano kwa muda takribani mwezi mmoja uliopita. Tukio hilo sasa linaonekana kuwa jaribio kubwa zaidi la makubaliano hayo ya kusitisha mapigano tangu yalipoanza, huku wachambuzi wa siasa za kimataifa wakionya kuwa hatua yoyote ya kijeshi inaweza kusababisha kurejea kwa vita vya moja kwa moja kati ya Washington na Tehran. Akizungumza na kituo cha habari cha ABC News, Trump alisema kuwa mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanywa Marekani dhidi ya Irani yalikuwa ya kiwango kidogo kulinganisha na uwezo kamili wa kijeshi wa Marekani. Alisisitiza kuwa Marekani bado ina uwezo mkubwa wa kijeshi na inaweza kuongeza mashambulizi zaidi iwapo haitabadilisha msimamo wake katika mazungumzo yanayoendelea. Trump alisema pamoja na mashambulizi hayo, makubaliano ya kusitisha mapigano bado yanaendelea kufanya kazi. Makubaliano ya kusitisha mapigano bado yapo na yanaendelea kutekelezwa, alisema. Hata hivyo, muda mfupi baadaye Trump aliandika ujumbe mrefu kupitia mtandao wake wa Truth Social akieleza kwa kina kuhusu tukio la baharini lililotokea katika mlango wa Hormuz. Kwa mujibu wa maelezo yake, meli 3 za kijeshi za Marekani zilikuwa zikipita katika eneo hilo wakati zilipokuwa zikishambuliwa na mashambulizi kutoka vikosi vya Iran. Trump hakueleza aina gani ya silaha zilizotumika katika mashambulizi hayo, lakini alisema meli za Marekani hazikupata uharibifu wowote licha ya kushambuliwa moja kwa moja. Meli 3 za kivita za kiwango cha juu za Marekani zimepita kwa mafanikio makubwa katika mlango wa Hormuz huku zikishambuliwa. Hakuna uharibifu wowote uliotokea kwa meli hizo 3, lakini uharibifu mkubwa umetokea kwa washambuliaji wa Iran, aliandika. Aliongeza kuwa vikosi vya Marekani vilijibu kwa nguvu kubwa na kuharibu kabisa vyombo vya Iran vilivyoshiriki katika mashambulizi hayo pamoja na boti ndogo zilizokuwa zikitumika katika operesheni hiyo. Kwa mujibu wa Trump, hatua hiyo ilikuwa sehemu ya ujumbe wa wazi wa Iran kwamba Marekani haitaruhusu mashambulizi dhidi ya vikosi vyake katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Mlango wa Hormuz ni moja ya maeneo muhimu zaidi duniani kwa biashara ya mafuta. Sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa katika nchi za Mashariki ya Kati hupita katika njia hiyo nyembamba ya bahari inayounganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman. Kwa sababu hiyo, tukio lolote la kijeshi katika eneo hilo lina uwezo mkubwa wa kuathiri uchumi wa dunia, bei za mafuta pamoja na biashara ya kimataifa. Kwa miaka mingi, Iran imekuwa ikitishia kuzuia au kufunga mlango wa Hormuz ikiwa itashambuliwa au kuzuiwa kuuza mafuta yake kutokana na vikwazo vya kimataifa. Marekani kwa upande wake imekuwa ikisisitiza kuwa haitaruhusu njia hiyo kufungwa kwa sababu kufanya hivyo kunaweza kusababisha msukosuko mkubwa wa kiuchumi duniani. Katika ujumbe wake, Trump pia aliendelea kutumia lugha kali dhidi ya viongozi wa Iran. Alisema Iran si taifa la kawaida na akishutumu Iran kwa kuendelea kutumia siasa za vitisho na uchokozi katika eneo la Mashariki ya Kati. Nchi ya kawaida ingeruhusu meli hizi kupita bila mashambulizi, lakini Iran si nchi ya kawaida, aliandika Trump. Mataifa washirika wa Marekani katika eneo la Ghuba yanaendelea kufuatilia hali hiyo kwa karibu, huku yakihofia kwa mgogoro mkubwa kati ya Washington na Tehran unaweza kuathiri usalama wa eneo lote pamoja na biashara ya kimataifa. Kwa sasa dunia inaendelea kusubiri kuona kama mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Iran yatafanikiwa kupunguza mvutano huu au kama matukio ya kijeshi katika mlango wa Hormuz yataendelea na kusababisha mgogoro mkubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.